Waumini wa dini ya Kiislamu pamoja na Watanzania wote wamehimizwa kutanguliza mbele uzalendo katika nchi kwa kuwa ndio msingi pekee wa kitaifa ambao unawaunganisha wananchi wote bila kujali itikadi za kisiasa, kidini au za kijamii. Uzalendo hata siku moja hauwezi kutafsiriwa kwa maana ya uchawa. Sababu uzalendo lengo lake ni kuhakikisha wananchi wenzako, nchi yako inabaki katika hali yake ya sawasawa, amani, utulivu na maendeleo ya kweli. Wito huo umetolewa na naibu kadhi mkuu wa Tanzania Sheikh Ali Khamisi Ngeruko wakati akizindua kitabu cha Uislamu na Uzalendo kwa niaba ya Mufti wa Tanzania katika ukumbi wa DYCC Temeke jijini Dar es Salaam. Kama vile ambavyo leo demokrasi inavokanganya katika akili za watu, uzalendo unavokanganya katika akili za watu, sasa lazima watokee wataalamu, mafundi, mabingwa wa kujieleza, wa kueleza nini demokrasi. Leo hata utaifa pia unaonekana kama uchawa tu utaifa. Musaba ambao shekhe ametusaidia kutupa ilmu kwa njia ya maandishi. Tumshukuru sana katika hili, lakini tumuombee Mungu aendelee na kazi hii nzuri ambayo itatufaa sisi na vizazi vijavyo. Sheikh Walidi Omar ni Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam. Amesema kitabu hicho kina mafundisho makubwa kwa Waislamu na Watanzania wote kwa kuwa katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi, baadhi ya watu ambao ni Watanzania wamekosa uzalendo katika nchi yao, ambapo mtunzi wa kitabu hicho Sheikh Isa Othman Isa ambaye ni mjumbe wa Baraza la Ulama na imamu wa msikiti wa Mamur akaelezea msingi wa kutunga kitabu hicho. Tunaona mambo mengi yanatokea huko kwamba hivi sasa hivi mtu anabaki kuwa mtu tu, lakini uzalendo hana. Na cha kusikitisha zaidi, anaweza kuwa ni Muislamu wakati ndani ya Uislamu kuna mafundisho ya mtu lazima awe mzalendo. Na si kweli kwamba kuonekana mtu anapigania uzalendo, anahamasisha na kusimika uzalendo, tukamuita chawa au kapewa hela au hapana. Kila mmoja wetu popote pale alipo ajikague, wanasema wazungu wafanye critical self evaluation, yeye ni mzalendo kwa kiasi gani, na ajikague kupitia matendo yake ambayo anaishi nayo kila siku, yanajenga kwenye nchi yake, kuilinda, kuithamini, kuitetea, au yanaelekea kwenye kuleta vurugu, uvunjifu wa amani, fujo na mambo mengine yasiyofaa. Khamisi Suleiman, Channel 10, Dar es Salaam. Makamu